Naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili. Song'wa Traditional Clinic tuna dawa nyingi sana ambazo zinatibu matatizo kupona kabisa. Tunatoa tiba na sio supplement. Sisi tunatoa virutubisho. Sisi tunatoa dawa ambazo zinatibu tatizo kupona na si kutuliza tatizo. Kuna watu wamekuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo. Hali chakula sio kila kidogo tumbo inajaa, linaunguruma, kila kidogo akipata kitu cha kustusha na run toilet. Kwa hiyo kama una changamoto ya vidonda vya tumbo na unapokana vidonda vya tumbo, vinaweza vikakusababishia wewe uric acid inayozalishwa kwa wingi inapanda kwenye koo, inakuja kuunguza koo. Ikishaunguza kwenye koo inatengeneza tezi fulani ambazo hizo tezi ukiziacha zikaendelea yani mpaka unataka kitu kitoke. Hizo tezi zikiendelea kukaa zinaweza zikasababisha ukapata shida ya saratani ya koo. Na saratani ya koo inajitokeza kutokana na zile tezi ambazo zimebadilisha uhalisia wa ile ngozi iliyokuwa pale kwenye koo. Kwa maana yake chembe hai za eneo lile zinabadilika na kuanza kuzaliana nje ya utaratibu. Kwa hiyo kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, tumia dawa yetu Magina ambayo inatibu tatizo hilo kupona kabisa. Lakini kama pengine umekaa na tatizo la vidonda vya tumbo, uric acid imeshaunguza, umeshapata tezi, na hizo tezi za koo ni hizo mwisho wa siku zimekupelekea pengine umepata saratani ya koo, tuko na dawa yetu inaitwa Mchos B Plus, ambayo dawa yetu Mchos B Plus inatibu tatizo la saratani ya koo na saratani ya aina yoyote, iwe ya ziwa, iwe ya damu, iwe saratani ya uvimbe wa aina yoyote, kwa sababu hii inaenda kubadilisha zile chembe hai za mwili wako zirudi kwenye hali ya kawaida. Saratani ni mabadiliko ya chembe hai za mwili kuzaliana nje ya utaratibu. Sasa dawa yetu inaenda kuzirudisha mfumo zile chembe hai za mwili zirudi kwenye hali yake ya kawaida. Utatumia dawa yetu ya Mchos B Plus kama una changamoto ya saratani ya aina yoyote. Lakini pengine umekuwa na changamoto ya homa ya ini, hepatitis B, tuko na dawa yetu Magida ambayo inatibu tatizo la homa ya ini kupona kabisa. Lakini yawezekana umekuwa na changamoto ya maumivu ya viungo, ute umeisha kwenye joints, kiasi kwamba ukitaka kukaa unasikia au kututumaa, maumivu makali, kujikunja, hamna, viungo vimekakamaa, au wakati mwingine unasikia umefika hatua mpaka mifupa imesagika, imetoka hata vinundu baadhi ya joints zako. Tukushauri, tuko na dawa yetu inaitwa Mbogo ambayo inarudisha ute, lakini tuna dawa inaitwa Mbogo Plus ambayo yenyewe inarudisha ute na kurudisha shape ya mfupa ambao tayari pengine umesagika, hizo kwenye pingili za mti wa mgongo au kwenye magoti au kwenye nyonga zimesagika. Ukitumia dawa yetu ya Mbogo Plus ama Mbogo utaweza kuondokana na changamoto hiyo. Yawezekana wewe umekuwa na changamoto ya ugonjwa wa bawasiri. Bawasiri ni ile hali ya mishipa ya haja kubwa ya ndani midogo kupasuka. Inapopasuka inasababisha ugonjwa wa bawasiri. Na bawasiri ziko za aina mbili. Kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Bawasiri ya ndani ni ile ambayo unapojisaidia kile kinyama kinatoka, ukimaliza kinarudi chenyewe. Ama unajisaidia kinyama kinatoka, mwisho wa siku unakirudisha mwenyewe kwa kidole. Au unajisaidia ukishamaliza umejisafisha karudi mpaka unalala chali ndio kinaweza kurudi. Hii ni bawasiri ya ndani. Lakini bawasiri ya nje ni ile kinyama au kuvimbe kinaota kwenye mzunguko wa haja kubwa. Inaweza kuwa ni kimoja, viwili ama vitatu. Vyote hivi vikitoka nje ya mzunguko wa haja kubwa tunasema ni bawasiri ya nje. Kwa hiyo unaweza na bawasiri ya ndani au ya nje. Bawasiri hii unaweza ukaipata kutokana na kukaa na ugonjwa wa vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Unapokuwa na vidonda vya tumbo, uric acid inakuwa nyingi, mmeng'enyo wa chakula unakuwa uko vizuri, choo kinakuwa kigumu, ambacho kupelekea mishipa ya kubwa ya ndani kupasuka. Lakini pia kukaa eneo moja muda mrefu inaweza kupelekea mishipa ya kubwa ya ndani kupasuka na hata kupelekea ugonjwa huu wa bawasiri. Lakini kufanya mapenzi kinyume na maumbile inaweza kupelekea ukapata changamoto hii ya ugonjwa wa bawasiri. Tuna dawa yetu Ngumbo ambayo inatibu changamoto hiyo kupona kabisa. Lakini kama ugonjwa umekaa muda mrefu, umekuwa chronic, tuko na dawa inaitwa Ngumbo Extra ambayo yenye level ya juu zaidi ambayo pia inatibu changamoto hiyo kupona moja kwa moja. Lakini yawezekana wewe umekuwa na ugonjwa wa kisukari. Kisukari ni kongosho kushindwa kufanya kazi.
Kongosho kazi yake ni kiungo ambacho kiko ndani ya mwili wa binadamu. Kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulin, na hii homoni ya insulin kazi yake ni kucontrol sukari kwa mfumo ambao Mungu ameuweka. Sasa inapotokea kongosho halifanyi kazi, maana yake automatically kama homoni ya insulin inakosekana mwilini, na inapokosekana mwilini maana yake hakuna anaye control sukari mwilini. Kwa hiyo sukari inakuwa inaingia mwilini bila mpangilio, na mwisho wa siku ndio mtu anaanza kuona dalili, anasikia vichomi, ganzi, unakojoa mara kwa mara, nasikia vitu kuchoma choma. Unapoenda kupima unakuwa na changamoto ya kisukari. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku unaanzishwa madawa ya kila siku ambayo sio tiba. Lakini Song'wa Traditional Clinic tuna dawa yetu inaitwa Ntunde, ambayo dawa hii ya Ntunde inaenda kutibu chanzo cha tatizo, kwa maana ya kutibu ile kongosho, ili kongosho lipone, lianze kuzalisha homoni ya insulin, na insulin icontrol sukari kwa mfumo ambao Mungu ameweza kuweka, na kupona kabisa na kurudi kwa maisha yako kama zamani, na utakula chochote bila masharti ya aina yoyote. Lakini yawezekana huko na changamoto ya maambukizi ya virusi vya HIV. Yawezekana kinga zako za mwili zimeshuka, yawezekana wewe ni mzee au una maambukizi ya ukimwi, lakini mtu kadri umri unavyokuwa kinga za mwili automatically zinashuka. Tuko na dawa yetu inaitwa Mayu, ambayo dawa hii ni nzuri sana kwa mtu mwenye kinga zake za mwili zilizoshuka, lakini pia kwa mtu ambaye ana maambukizi ya HIV. Huwa tunashauri aitumie dozi ya siku 28. Ukitumia siku 28 hatusemi nini utaona, lakini utaona miujiza na uwezo wa dawa hii ambayo imekuwa ikifanya kwa watu wa changamoto ya namna hiyo. Lakini yawezekana wewe uko na changamoto ya kuishiwa damu mwilini. Unawezekana pengine una ugonjwa anemia, au una changamoto ya yoyote kama unapungukiwa damu mara kwa mara. Tuko na dawa yetu Meninga Syrup ambayo ina uwezo mzuri sana wa kuweza kuongeza damu mwilini, na baada ya hapo tatizo ambalo linasababisha damu liishe, upungua mwilini, litakuwa limemalizika. Lakini yawezekana uko na changamoto ya asthma au pumu. Tunayo dawa yetu ya Buzo Syrup. Dawa hii ni nzuri sana kwa mtu mwenye changamoto ya asthma, pumu, allergy aina yoyote. Ukitumia dawa hii itaweza kuondoka na kumaliza tatizo hilo. Lakini inawezekana wewe una uvimbe kwenye kizazi, fibroid. Unawezekana uvimbe kwenye kizazi, tuna dawa yetu ya Mwashi ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya changamoto ya fibroid, uvimbe kwenye kizazi. Lakini kama una tatizo la PID, umekuwa ukitibu mara kwa mara na lilikuwa likijirudia, na linakuwa hauponi, na tibu na rudi, basi tukushauri uweze kututembelea Song'wa Traditional Clinic kwenye kituo cha tiba asili. Ni taasisi kubwa sana ambao inatibu tatizo la PID kwa dawa yetu ya Lonzwe, kupona kabisa na haliwezi kujirudia. Ni wapi unaweza kutupata? Kwa mkoa tunapatikana Tanzania nzima, lakini makao makuu ni Moshi, Kilimanjaro, Kibosho Road. Hapa ndio makao makuu ya kituo chetu. Lakini pia tunapatikana Arusha, maeneo ya Banda Mbili, Mbauda. Lakini tunapatikana Dar es Salaam, Mbezi Mwisho, karibu na stendi ya Magufuli. Lakini tunapatikana Morogoro mjini, Mazimbu, karibu na mahakama ya mwanzo ya Mazimbu. Lakini tunapatikana Dodoma, Emmaus ya kwanza, barabara ya kuelekea Kisasa. Emmaus ya kwanza karibu na shule ya Anglikana DCT. Lakini tunapatikana Shinyanga, maeneo ya Kahama mjini. Tunapatikana Mwanza, Buzuruga, karibu na shule ya msingi ya Buzuruga. Lakini tunapatikana Simiyu, Maswa Mnadani B, maarufu kwa Mama Rifonsi. Lakini tunapatikana pia Kigoma, pale Kigoma mjini utapata huduma yetu. Mbeya tunapatikana Nzove, pale utaweza kupata huduma zetu. Lakini pia visiwani Zanzibar tunapatikana Fuoni, kituo cha Getini, karibu na kituo cha polisi. Lakini pia Song'wa Traditional Clinic kama nilivyosema ni taasisi kubwa ambayo imesambaa kwa uwezo na uaminifu wa huduma zetu. Tuko paka nje ya Tanzania. Tuko Nairobi, Kenya, utaweza kupata huduma yetu. Tuko pia Zambia pale maeneo ya Lusaka mjini utaweza kupata huduma zetu. Tunapatikana pia Botswana pale Menmo, Gaboroni utaweza kupata huduma zetu. Tunapatikana South Africa pia Pretoria utaweza kupata huduma zetu. Tunapatikana Malawi Mzuzu pale utapata huduma zetu. Tunapatikana Lubumbashi Kongo utapata huduma zetu. Tunapatikana Rwanda, tunapatikana Burundi. Kwa hiyo tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini pia tumekuwa tukituma dawa nchi yoyote duniani,
na watu wamekuwa wakipata dawa na kupata uponyaji, na Mungu amekuwa akitutumia kwa ajili ya namna hiyo. Lakini pia unaweza kutembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii kama unavyoiona ina display pale. Tutembelee kwenye mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Facebook, Instagram, website. Lakini kwenye YouTube utaandika Damaki TV, utaweza kuona mafundisho mengi zaidi ambayo tumekuwa tukiyatoa. Na sisi tumekuwa tukisema kwamba ukipiga namba utaongea na mimi mwenyewe moja kwa moja. Kama uko nje ya Tanzania utaanza na +255, lakini kama uko Tanzania utaanza 0752 629252. Sisi sio wale. Afya yako jukumu letu.